Unaendelea kuitazama Alasiri moja kwa moja kutokea Dar es Salaam. Mimi ni Abdallah Kuro, niko hapa na Tema Lugha Kasika kwa pamoja kabisa. Mtazamaji, kama ambavyo tumekuambia, leo tuna mada muhimu kabisa kujadili hapa, na leo tunajadili kuhusiana na swala zima la kuhusu maandalizi ya mkutano mkuu wa wanahisa wa Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika. Tutajadili zaidi kuhusiana na huu mkutano pamoja na umuhimu wake, na katika kujadili hilo basi tuko na Rashid Bade. Rashid Bade, mtazamaji, ni kaimu naibu katibu mkuu na kamishna wa idara ya fedha za nje kutokea Wizara ya Fedha. Tuko naye hapa kuzungumzia kuhusiana na maandalizi ya mkutano mkuu huu wa wanahisa wa Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu katika bara la Afrika. Bwana Rashid Bade, karibu sana. Asante sana. Mambo yanakwendaje? Yanakwenda vizuri na nashukuru kwa kunikaribisha leo hii katika Azam TV. Ndio. Kama ulivyosema, ni kweli kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa mkutano wa wanahisa wa Africa 50 na vile vile jukwaa la miundombinu, uwekezaji wa miundombinu inaitwa Infra Africa Forum, ambayo inatarajiwa kufanyika Dar es Salaam katika ukumbi wa Julius Nyerere International Convention Center siku ya tarehe 5 na tarehe 6 mwezi wa Agosti, na inatarajiwa kuleta watu zaidi ya 1200 katika kuhudhuria mkutano huo, lakini vile vile watakuwepo wanahisa wa Africa 50, na nitaelezea vizuri zaidi nini Africa 50, ni taasisi gani. Sawa. Lakini kwa kifupi kwamba tunatarajia katika hiyo tarehe 6 na tarehe 5 tarehe 6 mwezi wa 8 ndipo utakapofanyika hiyo mkutano miwili, na mwenyeji hapa Tanzania imekuwa mwenyeji wa mkutano na ni kwa mara ya kwanza. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndio mwenyeji au mgeni rasmi kwenye ufunguzi wa mkutano huo. Lakini tungependa kufahamu mpaka sasa maandalizi yakoje? Maandalizi yanaendelea vizuri na mpaka sasa hivi tuna watu ambao tuko nao na wa Africa 50 pamoja na timu zetu za serikali, na tumeshapeleka invitations au mialiko kwa watu mbalimbali, na tunatarajia watu wengi watahudhuria. Kwa hiyo tunapenda watu waje kuhudhuria, hasa wafanyabiashara, taasisi za kifedha, ili kwa kweli uwe mkutano wa kufana, kwa sababu ni mkutano muhimu kwetu sisi, na nitaeleza zaidi katika upande huo. Sawa, ni mkutano ambao umetuambia hapo utahudhuriwa na zaidi ya wageni 1000. Mkutano mkubwa kwa mara ya kwanza kabisa unafanyika katika nchi ya Tanzania ikiwa mwenyeji Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa nini Tanzania kuchaguliwa kufanyika kwa mkutano mkubwa kabisa ambao unawashirikisha wanahisa katika hili jukwaa la Africa 50? Okay. Asante sana kwa hilo. Nakwambia kwanza, Africa 50 ni taasisi ambayo imeundwa kutokana na azimio ambalo lilipitishwa mwaka 2012 na Umoja wa Afrika AU, na baada ya hapo kwa kupitia Benki ya Maendeleo ya Afrika tuliweza kupata nchi 33 pamoja na taasisi za kibenki za Afrika, hiyo FDB, lakini kuna taasisi nyingine ya Afrika Magharibi na vile vile kuna Afrika ya Kaskazini na South Africa vile vile wapo kama taasisi 4 ambazo zote zimechangia kwenye mtaji huo, na Tanzania tulijiunga mwaka 2023. Na hii benki hasa madhumuni yake ni katika kuinua uwekezaji katika miundombinu ya Afrika, na kikubwa ni kwenye Umoja wa Afrika ilionekana kwamba kuna ombwe kwamba Afrika wanahitaji mtaji wa zaidi ya dola bilioni 160 kuweka kwenye miundombinu kwa mwaka tu, lakini hela hizo hazipatikani hata robo yake. Kwa hiyo ilionekana lazima tutafute njia kubwa ni kuweza kupata mtaji kutoka kwa private sector, na
hii taasisi ya Africa 50 kazi yake kubwa hasa ni kuweza kuinua mitaji kwa wa private sector waweze kuwekeza pamoja na serikali, hasa katika miradi ambayo tunaita ya public and private partnership PPP. Sawa sawa. Umezungumzia hapa namna ambavyo Afrika masuala ya mitaji na kila kitu, tunafahamu kuna benki ya dunia, lakini Afrika tuna benki yetu kama bara la Afrika ambayo labda tunaitegemea kukopa na kila kitu. Huu mkutano utakwenda kuwa chanzo cha kuelekea huko? Ni kweli, hii taasisi na huu mkutano hasa ni kuangalia opportunities ambazo zipo Afrika ambazo nabidi tuweze kuzifanya sisi wenyewe kwa kuangalia. Kwa mfano kuambia kwamba Tanzania tuko sasa hivi tunawekeza kwenye mradi wa SGR ambao utaunganisha nchi zaidi ya 4 barani Afrika. Hiyo miradi ndio inatakiwa hasa iangaliwe, lakini katika kuwekeza huko bado tutahitaji kuwe na biashara zingine ambazo zitafanyika za kuweza kusaidia mizigo na biashara zifanyike. Kwa hiyo hii taasisi kazi yake kubwa ni kuunganisha sasa, na hii sisi imekuwa opportunity kwetu kwamba tutaweza kuonyesha opportunities zilizokuwepo Tanzania na fursa zilizokuwepo Tanzania, pamoja na kwa sababu mkutano unaleta watu wengi wawekezaji pamoja na wanahisa, vile tutaweza kuonyesha miradi tuliokuwa nayo na wao wataweza kuja kuona, na hivyo tunatarajia kwamba tutaweza kupata wawekezaji na wawekezaji wa ndani hasa. Tunawa encourage sana waje kukutana na hawa watu kwa sababu vile wanaweza wakapata fursa kubwa za kuwekeza nchini. Lakini kwa nini Tanzania tuwe muhimu kuwa sehemu ya wenyeji wa mkutano huu? Okay, sasa Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano huu ni kwamba kwa opportunity tulizokuwa nazo au fursa tulizokuwa nazo na nafasi tulikuwa nayo na uwekezaji ambao tunaendelea kuufanya, wengi wanaona kwamba kuna fursa kubwa Tanzania, lakini zaidi mazingira ya biashara ambayo tunaendelea kuyarahisisha yanavutia wawekezaji. Kwa hiyo kuna wawekezaji wengi wanataka kuja na tuna sehemu nyingi. Upande wa nishati, utakumbuka kwamba Tanzania sasa hivi tumeunganisha grid mpaka Kenya, na huku tunaunganisha Zambia, lakini tunaunganisha pamoja na Burundi, Rwanda, kwa sababu kuna miradi ambayo tumeanzisha Rusumo kule umeshaunganisha. Kwa hiyo kwenye upande wa nishati kuna nafasi kubwa sana, fursa nyingi, lakini upande wa reli kama nilivyosema kuna fursa nyingi ambazo zinakuja na uwekezaji huu, lakini vile kuangalia maeneo mengine, kuna maeneo ya afya. Tanzania utakumbuka kwamba wananchi wengi kutoka nchi jirani wanakuja kutibiwa Tanzania. Hii taasisi iko tayari kuwasaidia private sector vile kuwekeza kwenye miundombinu ambayo itasaidia kufanya sekta afya iwe more attractive kwa watu kuja kutoka nje kuja kutibiwa hapa Tanzania. Kwa hiyo kuna fursa nyingi sana ambazo zinaonekana Tanzania inaweza ikatoa, na sisi tumeona kwamba tunaweza kuchukua. Mkutano huu mwaka jana ulifanyika Mozambique, na Mozambique waliweza kupata pesa vile kwa ajili ya data center na miradi ya umeme, ya usafirishaji wa umeme, na sisi tunayo miradi ya usafirishaji wa umeme, tuna miradi ya barabara ambayo tunafanya kwenye PPP, miradi ya afya kama nilivyosema, na miradi ya bandari. Ziko bandari ambazo tunataka kuziendeleza na kuzipanua, nazo zote zinaelekea kutakuwa na opportunity ya kuweza kutumia nafasi hii kuweza take advantage ya huu mkutano kwa upande wetu na upande wa wawekezaji vile vile.
Sawa. Mtazamaji, karibu sana kama ndo unajiunga nasi kwa sasa. Mimi ni Abdallah Kuruni, niko hapa na Temaluka Kasuga. Tuko na Rashid Bade ambaye ni kaimu naibu katibu mkuu na kamishna wa idara ya fedha za nje kutoka Wizara ya Fedha, tukizungumza kuhusiana na ujio ama mkutano ule wa mkuu wa wanahisa wa Africa 50 na jukwaa la miundombinu katika bara la Afrika. Utakumbuka kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zina taasisi ambazo hizi taasisi hukutanisha taasisi za serikali na sekta binafsi katika ufanyaji kazi. Miradi mbalimbali inaunganishwa katika ufanyaji wa pamoja. Katika huu mkutano unakwendaje kuchochea hilo? Kuna wafanyabiashara watakuja hapa, wageni mbalimbali watakuja hapa. Kwa kivipi hii taasisi ambayo tuko nayo hapa itakwenda sasa kuhakikisha tunapata fursa hilo, kuunganisha na miradi ambayo bado tunao kama mawazo katika kuiendeleza? Asante sana. Ni kwamba kama unavyosema kuna mkutano miwili itakayofanyika. Mmoja ni wa wanahisa, lakini mwingine ni huo wa miundombinu ambao Infra for Africa Forum, na huu ndio hasa unaotarajiwa kuunganisha wawekezaji kutoka nje na wawekezaji wa ndani pamoja na fursa ambazo zingine bado hata hatujazitoa, lakini zinaweza zikajadiliwa hapo. Lakini vilevile tunayo mikataba ambayo tunatarajia kusaini ya kuonyesha sehemu ambazo tunaweza tukashirikiana, kwa sababu kazi kubwa ya hii benki ni kuhakikisha kwamba miradi inafikika kwenye pahali ambapo tunasema inakuwa bankable. Na kuwa bankable ni kwamba unaweza kuwa na idea ya mradi, lakini mpaka ufikie pahali ambapo mwekezaji anaweza kuwekeza pesa zake, kuna hatua nyingi za kufanya. Naona kwa zile project preparation na nini ndio zinakuwa zimewakwamisha watu wengi kuweza kuona. Unaweza kuambiwa kwamba hapa tunaweza tukaweka barabara ya kupita juu, ya kupita chini, lakini bila kufanya feasibility study na kuonyesha na kila kitu na jinsi gani inaweza ikarudisha zile pesa, inakuwa ngumu. Kwa hiyo sasa hii benki ndo kazi kubwa inafanya, lakini licha ya hiyo ni kwamba kuwakutanisha wawekezaji wa ndani na wa nje na vilevile taasisi za fedha, na tunashukuru kumeona mwitikio mzuri kutoka kwenye taasisi za fedha za Tanzania ambazo nazo zinataka kushiriki kwenye huu mkutano, na itakuwa ni fursa kubwa kwa sababu tunazo benki zingine kwetu sisi hapa ziko nje ya Tanzania, zina matawi huko na operation huko, zitafaidika kwa sababu watakutana na watu kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Sawa. Tanzania ilijiunga na Africa 50 tokea mwaka 2023. Tokea mwaka 2023 mwaka 2026 kuna kipande kidogo na miaka imepita hapo. Tokea tumejiunga, tumefaidikaje na Africa 50? Okay, Tanzania imefaidika na Africa 50 kwa njia kadhaa. Kuna miradi ambayo tumekuwa na nimekuambia kwamba mingine tutasaini, mingine tumeshasaini, lakini mingine tutasaini. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba hii miradi inaandaliwa kwa ajili ya kuwa bankable au investor ready. Na tayari tumeshapata hiyo miradi kwenye upande wa nishati, upande wa uchukuzi kupitia Africa 50, na vile vile wanaangalia nani nyingine, maeneo mengine kwenye upande wa nishati bado hatujasaini, lakini tunatarajia tutasaini. Lakini kuna kwenye nishati kuna swala la transmission, lakini kuna swala la gas, kwamba ni Tanzania tuna natural gas nyingi, lakini inahitaji msukumo kidogo wa kuhakikisha kwamba kuna investment inafanyika kule. Kwa hiyo nayo ni eneo lingine ambalo tunatarajia litaleta faida. Na vile vile wamekuwa wakiangalia kwa upande wa Zanzibar, kuna miradi wamekuwa wakifuatilia, na tunatarajia kwamba itaendelea mpaka kufikia hatua ya kupata wawekezaji. Sawa. Kabisa, tunafahamu kwamba sisi pia tutakuwa sehemu huu mkutano kama wanahabari, tutakuwepo pale. Lakini ni ukweli kwamba tema sasa hivi huu mkutano unakwenda kufanyika kati dunia sasa hivi nashuhudia kuhusiana na mitikisiko mbalimbali kule Mashariki ya Kati. Nishati ya mafuta imekuwa ni adimu kidogo, bei zimekuwa zikipanda duniani kote. Na huu mkutano unakwenda kukutanisha wageni mbalimbali, viongozi wa Kiafrika wanakwenda kukutana hapa. Hili litakwenda kujadiliwa kwa maana kwamba tutatokaje Afrika pale ambapo migogoro ikiwa huko nje na inaathiri bado huku kwetu nchini. Itakwenda kujadili vipi kuhusiana na huu mkutano, kwa sababu tunakutana kwa pamoja? Ni kwa kweli ni mojawapo ya sababu iliyoanzishwa hii na Umoja wa Afrika, ni kwamba
Afrika tunahitaji kuwa na taasisi zetu wenyewe ambazo zinaweza zikatusaidia kupambana na misukosuko ya kidunia inayotokea, wedha majanga, kwa sababu hii Infra for Africa ilianzishwa baada ya COVID. Kwa hiyo baada ya kuonekana ile COVID nchi karibuni nyingi za Afrika uchumi uliyumba, na ikaanzishwa na ndio ilikasaidia nchi nyingi kuinuka kutoka hapo. Lakini tukiangalia misukosuko ya dunia inavyotokea sasa hivi, ni njia nzuri ya kuweza kuwa na institution yetu wenyewe ambayo tunaweza tukasaidiana, particularly kufungua Afrika. Swala kubwa katika Afrika ni kwamba tumekuwa tukifanya biashara sio ndani ya Afrika, tumefanya biashara nje ya Afrika, na unakuta kwamba Afrika mafuta tunazalisha, lakini tunategemea kutoka nje ya Afrika ndio tuyatumie huku. Sasa ikitokea misukosuko kama ilivyotokea, unakuta kwamba tunajikuta nchi nyingi za Afrika zinayumba, na hata ukiangalia bei za mafuta kwa nchi zote za Afrika zinatofautiana sana. Na kwa sababu gani? Ni kwamba hakuna hata ile miundombinu ya kuweza kushare resources tulizokuwa nazo, ya kuweza kutransport, ya kuweza kutrade. Kwa hiyo hii ndio fursa kubwa tunaiona kwenye hii. Lakini tunafahamu umezungumzia hapa mkutano utakutanisha wadau wakubwa zaidi, lakini mwananchi wa kawaida Mtanzania atakuwa anajiuliza atanufaika nini au watanufaikaje? Ni kweli ni kwamba tunapoongelea kwamba wanakutanika wawekezaji wakubwa na financial institutions hizi, lakini ile mwishoni ni kwamba pale mradi unapokuwa unatekelezwa unakwenda kumfaidisha mwananchi wa kawaida. Na kwa mfano, tuna mradi wa reli ambao unaendelea, tuna mradi wa bomba la mafuta kutoka Uganda unakuja mpaka Tanga. Miradi kama hiyo unakuta kwamba inawafaidisha wananchi waliokuwepo huku na inapotekelezwa. Usipotekelezwa unakuwa hawafaidiki. Kwa hiyo kuna njia nyingi. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kuconvince investors waweze kuinvest ili tuweze kuunlock what we have, na vile hiyo ndio itakayokwenda kuwasaidia wananchi. Sawa. Tunapozungumzia sasa ujio huu mkutano na tunakutana nchi nyingi za Kiafrika ili tujue tunatatuaje changamoto zetu, hususan pale panapotokea pia majanga. Kama kamishna wa fedha kwenye nje, unadhani Afrika sasa hivi tuna changamoto gani katika hayo masuala ya kifedha, namna ya kukopeshana, namna ambavyo tunaweza tukafanya miradi yetu yenyewe? Nini ambacho kinasumbua bara la Afrika kama nchi nyingi za Afrika? Kwa kweli bara la Afrika tumekuwa tegemezi kwa kiasi kikubwa kutokana na kwamba vitu vingi havijatengenezwa kutoka Afrika. Tunavirithi kutoka nje. Kwa mfano, hii nchi ya Afrika ikitaka kwenda kukopa kwenye global market inabidi ifanyiwe credit rating na institutions ambazo ziko nje ya Afrika. Na zingine zinakuwa zijui mazingira ya Afrika yalivyo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunaona kwamba tukiwa navyo Afrika tukaweza tukavifanya huku na vikaaminika kwenye standard zinazotakiwa duniani, tunaweza kupunguza gharama ya kukopa, kwa sababu ukweli ni kwamba kila nchi tukienda kakopa kivyake inakuwa ni ghali na tunaingia kwenye matatizo. Lakini kama tutakuwa na institutions zetu ambazo zinatambulika, mfano nikikupa benki ya maendeleo ya Afrika ni AAA rated. Sasa hakuna nchi yote Afrika ambayo ina AAA rated, no. Lakini kutokana na ile jinsi ilivyosimama na uwezo wake na jinsi inavyo operate imepata AAA rating. Sasa tukiwa na hizo tunaweza kurudi sasa kuangalia jinsi gani tunaweza kusaidiana huku ndani Afrika. Sio tu kukopeshana sisi wenyewe kwa wenyewe, lakini vile hata kutoka nje wakawa na imani zaidi na sisi. Lakini kingine kikubwa ni kwamba
tunazo institutions kama mfano pension funds iliyokuwa imeinvest kwenye hii benki kutoka Afrika Kusini inaitwa PIC, Public Investment Corporation. Hii ni chombo ambacho kinakusanya pesa zote kutoka kwa pension fund zote za South Africa na yeye ndio ina invest. Kwa hiyo hii tu ndio ina invest, sio kila pension fund inaenda kuinvest inavyotaka yeye. Inakuwa concentrated afu ina invest. Sasa vitu kama hivyo tunazo pension funds nyingi za Afrika zinajaribu kuinvest kila moja kivyake, lakini tukiwa tunaweza kuzileta pamoja zikaona faida ya kuwa pamoja na kuweza sasa kusaidia nchi sasa kuondokana na utegemezi wa kutegemea tu mikopo, kujiendelea moja kwenda kutafuta mkopo nje. Wanaweza tukakuta pesa zinatokea hapa Afrika. Sawa. Lakini kumekuwa na changamoto ya wawekezaji wengi kwa Tanzania wanakuja kwa ajili ya, umesema, mazingira yaliyowekwa na serikali kwamba ni wezeshi, lakini changamoto pale inakuja labda mwekezaji labda ambaye anakuja kuwekeza maybe kiwanda, kuna zile taratibu za kusajili za nini, huwa kuna kuaga na malalamiko kwamba kuna usumbufu. Hili mtaliangalia kwa namna gani ili kuendelea kurahisisha hao wawekezaji? Lakini pia unakuta mitaji nayo imekuwa ni changamoto ikiwa ikizungumziwa, kwa sababu mmesema mtatoa fursa za uwekezaji kwa wawekezaji wa ndani na wa kimataifa. Ndio. Ni kweli kwamba kumekuwa na malalamiko na serikali wameshafanya sasa hivi nadhani mara ya pili wanafanya mpango wa kupitia vikwazo vya biashara na ni vitu ambavyo vinatokana na hayo malalamiko, lakini kikubwa ni kwamba lazima tuweke mazingira wezeshi bila ya kuona kwamba inampa labda advantage mmoja kuliko ni mwingine, na pili inakuwa ina faida ya upana. Faida ya upana ni kwamba kama ni swala la kwamba anatakiwa alipe kodi, analipa. Kama anapewa msamaha wa kodi kwa ajili ya kuweza kuzalisha ajira, anafanya hivyo, na kuna ufuatiliaji wa karibu. Na ndio maana wanaona kama kwa Tanzania tumeweka TISEZA imeanzishwa sasa hivi kuhakikisha kwamba inafuatilia hizo tunazotoa kama vivutio visije vikawa vimetumika vibaya. Lakini kwa Afrika wenyewe sasa tuna ile Africa Free Trade Agreement ambayo nayo inabidi isimamiwe kuhakikisha kwamba biashara tunaweza trade ndani ya Afrika na bila ya kuwa na ujanja ambao wengine wanaweza kuwa wanatumia bidhaa kusema kwamba imetengenezwa hapa lakini haijatengenezwa hapa. Kwa hivyo vyote vinabidi viangaliwe kwa karibu na lazima kuwa na taasisi za kufuatilia. Kwa hiyo naamini kabisa ni swala ambalo linaendelevu. Itabidi kuhakikisha kwamba tunarahisisha mazingira ya biashara na kufuatilia utekelezaji ili uweze kuendelea kuwa ni mzuri na ni ambao hauna upendeleo ambao sio kwa haki. Sawa. Lakini kwa kumalizia, unaambiaje, unatoa ujumbe gani kwa wawekezaji wa ndani na kimataifa kuelekea mkutano huu? Kwa kweli kwa wawekezaji wa ndani na wa kimataifa, napenda kuambia kwamba Tanzania ipo tayari na tunafanya mkutano katika kuonyesha kwamba tunataka kuvutia uwekezaji wa private katika nchi yetu, ambapo kwa tokana na dira yetu ya mwaka 2050 ni kwamba 70% ya uwekezaji kwenye miundombinu inatarajiwa kutoka kwenye private sector. Kwa hiyo tumeanza na mpango wa maendeleo wa miaka 5 wa 4 ambao unaanza mwaka huu mpaka 2031, nao umeonyesha hiyo direction. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa kwamba tutaweza kuchukua hii fursa kuweza kutumia kuhakikisha kwamba tunafanya mkutano huu, na tuko tayari na serikali iko tayari kufanya miradi pamoja na sekta binafsi. Asante sana. Tunakushukuru sana.
Bwana Rashid Bade, tunashukuru sana. Asante sana. Nadhani tutakuwepo miongoni mwa mashuhuda huu mkutano, ili tukija hapa kwenye alasiri tuwe na simulizi nzuri ya kuwasimulia, na mara kwa sababu mkutano wa siku mbili ndio mara baada ya mkutano tutakuomba uje ili utupe matokeo sasa. Okay. Mungu akipenda tutakuja. Inshallah. Tutakuja hapa ili tujiwaeleza Watanzania kile ambacho tulikuwa tunakitarajia tumekipata kwa namna gani, na kama tujakipata hicho nini tunakifanya sasa, na mikakati iliyowekwa kabisa, kwa sababu wanakuwa tayari wameshakutana pamoja. Ndio. Asante. Tulikuwa naye Rashid Bade ambaye ni kaimu naibu katibu mkuu na kamishna wa idara ya fedha za nje, Wizara ya Fedha, tukizungumza hapa kuhusiana na maandalizi ya mkutano mkuu wa wanahisa wa Africa 50 na jukwaa la miundombinu Afrika. Tunakwenda break fupi, tukirejea ni michezo.